Ukiwa umeketi fungua kile kitabu cha Isaya sura ya 33 ambayo tumetembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka leo tunaendelea nayo kama ufunguzi, alafu na kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 3, na kitabu cha Isaya ile sura ya 33, kitabu cha Isaya ile sura ya 33 ule mstari wa kwanza mstari wa 22 hadi ule wa mstari wa 22 peke yake, Isaya 33 mstari wa 22. Biblia inasema, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Haleluya. Na kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 na ule mstari wa kwanza hadi ule wa 3, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 3, Biblia inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, na yeye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya, haleluya. Nikualike kama tufuatie kutoka hapa jijini Kahama katika kanisa la KKKT Dayosisi ya Kusini Magharibi Mashariki mwa Ziwa Victoria, katika usharika huu wa Agape jijini hapa Kahama. Haleluya, haleluya, haleluya. Na leo ilikuwa ni siku yetu ya 5, siku ya 6, ikiwa ni siku ya 6. Unajua sema tunahubiri siku zinakwenda, hata ukumbuki kuhesabu. Leo ikiwa ni siku yetu ya 6 au mfululizo wetu wa 6 katika madhabahu hii, tuna kichwa ambacho kinasema, mfanye Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Mfalme Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Na tukiongozwa na kile kitabu cha Isaya 33 mstari wa 22, na leo nimekuongezea kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 na ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Na lengo la somo hili, wanatufuatilia kwenye TV online ambayo katika tunajifunza somo ambalo lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa maisha yako, kwako wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unayopitia, na kuona Mungu ameshindwa kuwa mwamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa maisha yako, kwako wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia, na kuona Mungu ameshindwa kuwa mwamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Na leo ikiwa ni siku yetu ya 6 ambayo Mungu ametupa kwenye madhabahu ya Mungu ali hai. Na jana tulikuwa tunashughulikia juzi na jana tulikuwa tuna sadaka kutoka kwenye ulisi mbaya na maroho ya kimaskini na kila vifungo ambavyo vinazuia kumiliki na kutawala na kuinua uchumi wetu. Na tunaamini hata wewe ambao tufuatilia kutoka hapa Kahama umepona, uko kule Uchina, uko kule Arusha, uko kule Dar es Salaam. Tunaamini kabisa Mungu alitutetea hapa amekutetea na wewe, na Mungu aliponya uchumi wetu siku ya jana na amekuponya na wewe. Tunaamini kabisa Mungu atakufanikisha kwa kila utendalo, kwa neno ama kwa tendo. Haleluya. Na leo tunatamani tumpeleke Mungu mwamuzi awe baraka zako. Mungu mwamuzi kwenye baraka za kwako. Na tunafahamu watu wengi wa Mungu amewabariki, lakini adui amesimama ili kuzuia baraka za watoto wa Mungu.
na adui amesimama ili kuachilia roho ya umasikini na roho ya kifukara, lakini Mungu aliye hai alishakubariki toka kwenye misingi ya toka kwenye misingi ya dunia, kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Na wewe ambao unaandika na unafuatilia, andika namna hii: Mungu alipomuumba mtumishi wake katika tumbo la mama yake alimwandalia na baraka zake. Mungu alipomuumba mtumishi wake katika tumbo la mama yake alimwandalia na baraka zake, ili anapokuja duniani adhirisi hizo baraka zilizoamuliwa na Mungu aliye mwamuzi. Mungu alipomuumba mtumishi wake, au Mungu alipomuumba mtu toka kwenye tumbo la mama yake, alimwandalia na baraka zake, ili anapokuja duniani azirisi hizo baraka zilizoamuliwa na Mungu aliye mwamuzi wa baraka za kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza ule mstari wa 3 wa 4 na wa 6, kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza na mstari wa 4, kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza na mstari wa 4, Biblia inasema, neno la Bwana likamjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mstari wa 6 anasema, ndipo niliposema, Bwana, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Maana mimi ni mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Isaya ile sura ya 49, kitabu cha Isaya sura ya 49, kitabu cha Isaya ile sura ya 49 mstari, kitabu cha Isaya sura ya 49 ule mstari wa kwanza hadi wa 3, kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Isaya 49 mstari wa kwanza hadi wa 3, yanasema, nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu, mlio mbali sana. Bwana ameniita toka tumboni, toka tumbo la mama yangu. Amenitaja jina langu, naye amenifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Katika kivuli cha mkono wake amenisitiri, naye ameniambia, wewe mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Alafu anasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure, bila faida, lakini hakika hukumu yangu ina Bwana, na sababu yangu ina Mungu wangu, na sababu yangu ina Mungu wangu. Haleluya, haleluya. Mungu anapomuumba mtu, na ndio maana kusoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu anasema, haya na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, ili akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambaacho juu ya nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa lugha nyingine, Mungu alishaamuru baraka zije kwenye maisha ya mtoto wake. Na ndio maana unaweza ukaona baba ulioko na watoto 3, watoto 4, kila mtoto anapozaliwa anakuja na baraka za kwake, anakuja na package ambayo Mungu ameiandaa special kwa ajili ya huyo mtu. Kwa nini? Anajua anakuja ili avirithi baraka za Bwana ambazo ameziachilia kwenye maisha ya mtu aliye hai. Lakini adui na mapepo na nguvu za giza wanakuja kuzuia ili ule mkono wa Bwana wenye baraka ambazo zimeamuliwa kwako, ili zisionekane na ili zisipokelewe kwa wakati. Na ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua. Maana yake alivyomuumba na akamtakasa, aliruhusu na baraka za kwake ziende pamoja na Yeremia. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, baraka za Mungu ambazo zimeamuliwa kwenye maisha ya kwako kabla haujaumbwa kwenye tumbo la mama yako, acha uzipokee kabla haujafa. Kwa nini? Zimeamuliwa na Bwana aliyekuumba. Haleluya, haleluya. Kwa kuishi katika hali tunazoishi za kimaskini ni mpango wa adui,
ili kuona tusiendelee kumwabudu Bwana aliyetuumba kwa uzuri wake. Na ndio maana anamwambia Musa, anamwambia nimekuumba wewe kwa sababu kuna amri ambazo zimeachiliwa ili uendelee kuende kumiliki na kutawala. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Samueli wa pili ile sura ya 7 ule mstari wa 29, Samueli wa pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 29, Biblia inasema hivi. Tuanze mstari wa 28. Tuanze mstari wa 28. Anasema, na sasa Bwana Mungu, wewe ndiwe Mungu na maneno yako ndiyo kweli, nawe umemwahidia mtumwa wako jambo hili jema. Basi sasa uwe radhi ukaibarikie nyumba ya mtumwa wako ipate kudumu milele mbele zako. Kwa maana wewe Bwana Mungu umelinena, na kwa baraka yako nyumba ya mtumwa wako ibarikiwe milele. Sio Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka Jumapili, sio Januari mpaka Disemba. Nyumba ya mtumishi wako ibarikiwe kwa baraka za milele. Unapokwenda wakati wa masika ubarikiwe, wakati wa vuli ubarikiwe, wakati wa kipupe ubarikiwe, wakati wa kiangazi ubarikiwe. Nyumba ya mtumwa wako ibarikiwe milele. Na wewe ambao unanitazama kwenye TV online, hata kama unapita mahali pagumu, ni maombi yangu mbele za Bwana, Bwana akubariki kwa baraka za milele. Asema Bwana wa majeshi, na aseme amen, na apiga makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Nyumba yako ibarikiwe kwa baraka za milele, asema Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Ukiangalia kile kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 na mstari wa 17 na wa 19. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 17 ya kwanza ile sura ya 1 na mstari ule wa 17, wa 18 na wa 19, anasema hivi: haya basi wewe jifunge viuno, ukaondoke ukaambie maneno yote ndio kuamuru, usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Alafu 18 anasema hivi: tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba, na juu ya nchi yote ya Tanzania labda, na juu ya wafalme wa Yuda au Kahama, na juu ya wakuu wake, na juu ya makuhani wake, na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana wa majeshi, ili nikuokoe. Ni maombi yangu mbele za Bwana, kila atakayesimama na upinzani kuzuia baraka za Bwana akutane na mkono Mungu aliachilia baraka zako. Anatumia uchawi, anatumia uganga, anatumia mizimu, anatumia misukule. Atakaye simama kutumia nyota yako, kutumia kibali chako kuzuia baraka zako, akutane na mkono wa Mungu aliye hai ulio kwenye hii madhabahu, ili na wewe uende uwe utajiri, ili na wewe uinuke na kuangaza, ili na wewe ukastawi, ukazae matunda hata wakati wa uzee. Kila baraka ambazo Bwana aliruhusu kwenye maisha yako zije kwenye maisha yako tangu sasa na hata milele. Kila mwenye pumzi aseme amen. Ndio maana nasikia kuna watu duniani wanatumia sikia nyota yangu imeibiwa. Niko hapa kuambia, kila atakayecheza na nyota yako atakutana na mkono wa Mungu aliyeruhusu baraka kuja kwako, na hakuna atakayekaa salama. Kila atakaye disturb uchumi wa kwako, baraka zako. Kwa nini? Zimeamuliwa na Mungu aliye hai, zimesharuhusiwa, hizo ni za kwako. Ni wajanja tu wa mjini wamepita hapa, mara anatumia matunguli, mara sio anatumia hiki, anafanya hiki. Niko hapa kwambia, hata kama kuna mtu anatumia kibali chako, anatumia nyota yako, na amekuwa tajiri kwenye mji huu, atafilisika katika jina la Yesu, ili zile baraka za Bwana zirudi kwako.
Ndio maana kitabu cha Misali ile sura ya 3 mstari wa 16 anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kushoto, halafu utajiri na heshima katika mkono wake wa kulia. Wewe unashangaa, unazaraulika tu, unapita mtaani sema bwana huyu jamaa sio chochote, sio. Kumbe wajanja walishachukua utajiri na heshima. Na niko hapa kuambia Mungu wa hii madhabahu atarejesha kila kilichoibiwa, kile na cha adui kiondoke, na cha adui kiondoke. Heshima iliibiwa, utajiri uliibiwa, baraka ziliibiwa, zirejee kwako katika jina la Yesu. Na Bwana akutoe kwenye kila roho ya kimasikini na kifukara, akubariki kwa baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanaopokea waseme amen. Ongeza kile kitabu cha Zaburi ya 21, Zaburi ya 21 ile mimi sitasoma kutokana na muda. Zaburi ya 21 mstari wa 6, na kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 13. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 13, na kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 12. Mungu ni mwamuzi anayeamuru baraka zilizozuiliwa na adui zikujie. Maana ulishabarikiwa toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Mungu ni mwamuzi anayeamuru baraka zikujie. Mungu ni mwamuzi anayeamuru baraka zikujie zilizozuiliwa na adui au na watesi. Maana ulishabarikiwa toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu ulishabarikiwa. Ni adui alipita tu hapo kuzuia, lakini toka Mungu anakuumba, toka umezaliwa, toka misingi ya ulimwengu imewekwa, wewe ni mbarikiwa, na wewe unastahili kubarikiwa. Kwa nini? Baba yako alishakubariki kwa baraka zote. Ni adui alipita tu hapo ili kuzuia, lakini kabla ya misingi ya ulimwengu kuweko, wewe unaitwa mbarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 22 mstari wa 12. Kitabu cha Hesabu ile sura ya 22 na mstari wa 22. Hesabu 22:12. Hesabu 22:12. Unanifuatilia, ndio kitabu cha Hesabu 22:12. Anasema Mungu alimwambia Balaam, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu alimwambia Balaam, anamwambia usiende pamoja na watu hawa, wala usiwalaani. Kwa nini? Watu hawa wameshabarikiwa. Na ndio maana kitabu cha Mwanzo 12 ule mstari wa 3 wa 2 anasema atakaye kubariki atabarikiwa, atakaye kulaani atalaaniwa. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haijalishi ni Wahaya, haijalishi ni Wasukuma, si ni Wanyambo, si ni kabila gani, katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hiyo kila anayekulaani anapoteza nguvu zake bure. Bora aende akalime, atambulia mazao. Lakini wewe umebarikiwa, wewe umebarikiwa. Ndio maana Mungu anamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa. Why? Wameshabarikiwa. Na kuna watu dunia hii wanajua kulaani. Akianza kulaani wamkosea, utasikia anakuambia navua na nguo na kulaani. Wewe ni laani, mimi nimeshabarikiwa. Mama mmoja alimlaani mtoto wake, alimwambia yani kama sio tumbo hili ulilozaliwa ukakaa hapa, hautakuwa na mke, hautafanikiwa, hautainuka, hautaangaza. Jina la Bwana libarikiwe.
Na ilikuwa tu ni kwamba amemuomba hela, kijana hana hela. Lakini majira yalipoenda, yule kijana akaja akatuambia, tukakaa kwenye madhabahu ya Bwana. Tukamuuliza, nini shida? Ulimkorofisha mzazi? Sema hapana. Uligombana naye? Hapana. Sema aliniomba tu hela na nilikuwa sina hela. Tukaambia alikuwa ni kazi gani? Kumbe ile mama alikuwa anaomba hela, anataka aende kulewa. Jina la Bwana libarikiwe. Halafu nakaa hapo unalaani mtu, kumbe ni stress zako tu. Tukarudi kwenye toba, tukamwambia Mungu, umrehemu mtoto wako. Hata kama amefanya dhambi, msamehe. Lakini kama laana hii haina sababu, isikae juu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Yule mama kabla hajafa akaona kijana akafunga harusi nzuri bora kuliko ya watoto wake wote. Na baada ya ndoa mwaka mmoja akaanza na ujenzi, akanona gari, akaanza kuajiri vijana kwenye bodaboda. Na siku moja mama akapelekewa kitenge cha waksi, na kijana akamwambia, hata kama mama ulinilaani, lakini Bwana amenibariki, na kama amenibariki nimekuja kuleta heshima ya kwamba Bwana aliyenibariki akubariki na wewe. Bwana aliyenibariki akubariki na wewe. Niko hapa kuambia, hata kama kuna kina Baramu wa kwako waliokulaani, acha walaani na nguo vue, lakini aliyebarikiwa na Bwana amebarikiwa. Na wao wanatazama kwa TV online, pokea baraka za Bwana aliye hai. Shanga mtu anakulaani kumbe ana stress za kwake hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana anamwambia Balaam, usiende pamoja na watu hawa na usiwalaani watu hawa, wameshabarikiwa. Mama unanisikiliza kwa TV online, baba, kijana, mama ulioko hapa, tembea kwa madaha mjini, tembea kwa mapozi. Hata kama unakwenda msibani, unakwenda kutoa sadaka, unakwenda kwenye kazi, tembea kwa madaha. Mtumishi wa Bwana mchungaji na Kembeto hapa, tembea kwa madaha. Wewe ni mbarikiwa, rafiki yangu mpendwa, wewe ni mbarikiwa na Mungu akubariki. Kwa nini? Ulishabarikiwa. Wanaokulaani ni stress za kwao na msongo wa mawazo wa kwao. Wewe umebarikiwa, laana haitakaa juu yako. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Isaya 43 mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Isaya 43 ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Isaya 43 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Kitabu cha Isaya 43 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 3 vinasema hivi: lakini sasa Bwana aliyekuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako. Ongeza hapo labda mchungaji na Kembetwa, wewe uwangu, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili ya kwako. Haleluya, haleluya. Kwa unaogopa nini? Unafadhaika nini? Kushi na Seba zipo kwa ajili yako, lakini Bwana mwenyewe amekuwa mkombozi. Ametoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Lakini anasema ujapopita katika maji mengi hatakugarikisha, katika miale ya moto hautateketea. Hata kama adui amesimama pande zote, Bwana ni mwokozi wako, yeye ni shujaa wa vita. Mungu aliyekubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini katika Kristo Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kitabu kile cha Joshua ile sura ya kwanza na ule mstari wa 3 hadi wa 5,
Anasema kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa, tangu jangwa hili na mlima huu wa Lebanoni mpaka mtole mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti. Anasema hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Na anasema mstari wa 3, hapata kuwa mtu yeyote atakaye simama mbele yako siku zote za maisha yako. Anatumia uganga, sawa. Anatumia ushirikina, sawa. Anatumia si roho ya chuma ulete, sawa. Na niko hapa kuambia, umekanyaga hapa Kahama, umekanyaga hapo ulikopewa mpeno na nitazama, wa Dar es Salaam, wa Moshi, wa China, wa Arusha, wa USA, wa South Africa, umepewa. Hakuna atakaye kuzuia. Awe anatumia tunguri, awe anatumia mapepo, awe anatumia chuma ulete, na wakija kwenye biashara yako kuomba change, wape, wao yabarikiwa. Hakuna hela yako yoyote itakayoondoka. Kwa nini? Ayubu 22:25 anasema naye Mwenyezi atakuwa ni hazina yako na atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Haleluya. Umekanyaga hapa, umepewa. Mji wa Kahama haujakamilika kama hauna nyumba ya kwako, hauna gari ya kwako, hauna shamba la kwako, hauna watoto wa kwako. Umekanyaga hapa, umepewa. Sio mtu anakuambia nitakusemea kwa babu yangu. Sisi na babu yako sisi hapa, babu mwenyewe anavaa kanda mbili, huku Simba huku Yanga. Ukienda nyumbani kwake mbavu za mbwa. Lakini tunasema hivi, mganga wetu wa karibu hashindwi na uchawi. Wewe nenda kwa babu, babu asiokuwa na meno, babu kibogoyo. Sisi tuna mganga wetu tunayesemeaga hapa, anapatikana hapa KKKTDKMZV Usharika Wagape. Yuko mganga wetu wa karibu ambaye hashindwi na uchawi. Haleluya. Takusema kwa baba, naenda kusemea kwa babu yangu. Sema kwa babu yako. Sisi tuna mganga ambaye hashindwi na uchawi. Kazi yetu ni kuimba na malaika tu. Haleluya. 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 Mungu aliye mwamuzi, kazi yake ni kukubariki hata kama adui anazuia. Mungu aliye mwamuzi, kazi yake ni kukubariki kwa baraka za rohoni na za mwilini. Ili ujue Mungu mwamuzi wa baraka zako yuko pamoja nawe kukubariki kwa viwango. Mungu aliye mwamuzi, kazi yake ni kukubariki kwa baraka za rohoni na za mwilini. Ili ujue Mungu mwamuzi wa baraka zako yuko pamoja nawe kukubariki kwa viwango. Sio bora kubarikiwa, kukubariki kwa viwango. Haleluya. 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 Kitabu kile cha Waefeso, ile sura ya 3 ya kwanza mstari wa 3. Kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza na mstari ule wa 3. Andika. Halafu kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 17 na wa 18. Kitabu cha Efeso ile sura ya kwanza na mstari wa 3, na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17 na wa 18. Sura ya 8 mstari wa 17 na wa 18. Na kitabu cha Tito sura ya 2 ule mstari wa 11 na wa 13. Kitabu cha Tito ile sura ya 2 mstari wa 11 na wa 13. Na kitabu cha Misali 10:22. Kitabu cha Misali 10:22. Kitabu cha Misali 10:22. Na kitabu cha Nehemia sura ya 13 mstari wa 2. Sura ya 13 mstari wa 2. Tito sura ya 2 mstari wa 11 anasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, naye atufundishe kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitizamia tumaini lenye baraka
na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nini? Baraka za Bwana zimefunuliwa kwako. Na Mungu aliye mwamuzi anatamani si uketi tu ukiwa masikini, lakini uketishwe kwenye kiti chake falme ukiwa na hela ya kwako, ukiwa na afya ya kwako, ukiwa na watoto wako, ukiwa na ndoa yako, ufanikiwa katika mambo yako yote, na roho yako ifanikiwe mbele za Bwana aliye hai. Nini? Neema imefunuliwa. Haleluya, haleluya. Ni kitabu cha Efeso ile sura ya kwanza mstari wa 3. Kitabu cha Efeso ile sura ya kwanza na mstari wa 3. Wa Efeso ile sura ya kwanza na mstari wa 3, Biblia inasema namna hii: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki, sio anayetubariki, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Alishatubariki kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Basi atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki, sio anayetubariki, sio atakayetubariki, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Anakuja hapa, sijui ni kaburu mmoja, anakuambia huwezi kufanikiwa, nitakwendea kwa babu. Hajajua tulishabarikiwa, hajajua kwamba Bwana ni ngome yetu. Hatuwezi kuogopa, hata tukipita kwenye maji mengi hatugarikishwi. Kwa nini? Tumebarikiwa. Na hapa niseme, ni kazi mafundisho kusema, si tu kuwa na Yesu moyoni. Tunachotamani, usifike mbinguni umechoka, halafu kamwambia Bwana, nilikuwa na wewe tu. Maombi yangu mbele za Bwana, ukutane na baraka za kwako kabla haujaonja mauti. Haleluya. Ukutane na baraka za Bwana kabla haujaonja mauti. Sio unakutana na wapendwa wa zamani, anakuambia kuvaa suti kama mchungaji hapa ni dhambi, ni dhambi. Kuendesha gari nzuri ni dhambi jamani. Kula nyama na pilau ni dhambi. Niko hapa kuambia, hapa ndio mahali pa kujipa raha. Usije ukafika mbinguni umechoka, hauna hela, una Yesu. Hauna Yesu, una hela. Niko hapa kuambia, Bwana wa hii madhabahu akupe hela kabla haujafa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukimwangalia zamani, wahubiri wa zamani, anakuambia tu, Yesu ni wangu wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa uzima wa milele. Anakuambia njoo kwa Bwana kuna raha, kwa Bwana kuna raha. Mimi nimetoka huko, nimekwenye mapombe, kwenye ujinsi, kwenye uchawi. Kwa Bwana kuna raha. Ukimwangalia chini mpaka juu, hadi kiatu kimekwenda kama boti. Kwambia kuna raha. Kwa ukifika maana mwangalia, kama kwa Bwana kuko hivi, na huyu amepinda kuliko dawa ya mbu, mimi nikienda hapo nitapinda zaidi. Lakini niko hapa kuambia, baba mchungaji, piga suti ili mapepo yajue, Wanyaturu wajue kwamba yuko mtu mmoja aliyebarikiwa na Bwana aliye hai. Hebu mpigie makofi mchungaji wetu hapa, na amepiga suti nzuri ya drafti. Amebarikiwa na Bwana. Naangalia mpendo wa zamani, anakuambia tambalale kwa Yesu ni tambalale. Tambalale kwa Yesu hakuna milima. Alikuambia nani? Kwa Yesu milima pia iko.
kama iko Usambani, kama iko Sekenge tunapita hapo usiku, iko hata kwa Bwana iko. Lakini ukipita kwenye mlima mbaya wa kiuchumi, yeye anakuambia mwanangu tulia, hapa ni tambalale, hapa ni tambalale, hapa ni tambalale. Na Bwana aende kwenye uchumi wa kwako, akubariki kwa baraka zote, ili kwenye mlima useme tambalale. Haleluya. Kule kwetu zamani Bukoba, ukikuta mtu ana baskeli, tunaita nivute kwako Bwana Yesu. Nivute kwako Bwana Yesu, katika shida hata furaha, na kutazama Bwana wangu, ewe Mwokozi unisafishe. Haleluya. Ewe Mwokozi unisafishe. Niko hapa kuambia hautakaa umiliki nivute kwako Bwana Yesu. Mungu akupe hata bodaboda. Ukifika kwenye mlima, ambie mlima tulia, Yesu alishanibariki, Yesu alishaniinua. Lakini nivute kwako Bwana Yesu, no. Kwanza baba amekufa, nivute kwako Bwana Yesu. Kazaliwa mtoto, nivute kwako Bwana Yesu. Haufiki tu. Haleluya. Haleluya. Nivute kwako Bwana Yesu, no. Na Mungu akupe pikipiki, akupe gari, ili wale kucheka mkutane sheri, wale kucheka mkutane sheri, mkutane kwenye duka la spare na wote mmekaa. Kwa nini? Bwana amekubariki kwa kadiri ya utajiri wa kwake ulio katika Kristo Yesu. Wanaoamini waseme amen na wapokee kwenye madhabahu ya Bwana aliye hai. Kitabu cha Misali 10:22 anasema baraka za Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nazo. Baraka za Bwana hutajirisha. Acha utajiri anasema ametoa kafara, amemfanya mtoto kichaa. Mungu akupe baraka ambazo hazina mawa, hazina makunyanzi, hazina masharti. Ukiwa kwenye madhabahu hii ya Bwana aliye hai, akubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini katika Kristo Yesu aliye hai. Lakini ile sijui imepanda imeshuka, Mungu akupe baraka zilizonyoka. Na watu wakikuona sema hakika I salute Yesu. Umembariki mchungaji na Kiambeto hapa, umembariki mama yangu mpendwa, ndio maana navaa miwani kama Merinago hapa, kama Rais Mama Samia. Aseme amebarikiwa. Na niko hapa nazungumza baraka za Bwana ambazo hazina mawa, ambazo hazina masharti. Na niko hapa kuambia waliokusema vibaya, waliokutenga, hata kama walikuita mama wa kanga moja, walikuita baba wa kiatu kimoja, yajayo kwenye hii madhabahu yanafurahisha, yajayo kwenye hii madhabahu yanafurahisha. Haleluya, haleluya. Na nikwambia ukitoa kwenye madhabahu, hata kama watu walikusema vibaya, wakija nyumbani kwako, wape maji ya baridi ya kwenye friji, ili wanywe hayo maji wapone roho mbaya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukiwa unakwenda gengeni mama, sio unakwenda madera, si nimechomekea nimechomekea madera na kwenda gengeni. Tungua, ingia kwenye kabati, weka wax kama mama hapa, alafu pita katikati yao, pita katikati yao, pita katikati yao, na usikimbie kimbie, taratibu. Weka na mapozi, kama ni kaka gonga t-shirt na jinzi, raba safi hapa, tembea taratibu taratibu. Watakuuliza, Mama Deo, hizi ni za kwenda kanisani au za kwenda kazini? Waambie hivi ni viwalo vya kwenda gengeni, vya kazini viko, vya kwenda kanisani viko. Nenda kabarikia mtumishi wa Bwana na Mungu akutetee katikati ya watesi na maadui zako. Waambie hivi ni vya kwenda gengeni, vya kanisani viko, vya shuleni viko, vya kazini viko. Uje uone utakavyochanganyikiwa
watapigiana simu, wataulizana maswali, na niko hapa kuambia kila aliye mtesi wako, pita katikati yake. Acha achanganyikiwe, acha anune, acha akasirike, mwenye kichafu chao atapike. Aliyebarikiwa na Bwana amebarikiwa tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe kemea tu mapepo, kemea tu mapepo mengi, lakini acha ukemea pepo la umaskini. Haleluya, 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 haleluya. Kemea mapepo yote, lakini pepo la maskini kemea kabisa. Weka na miguu, weka na mikono, mwambie Mungu ateremke na nguvu na uweza. Kemea. Haleluya, haleluya. Na wakikuona watesi wako na maadui zako, utasikia mama fulani bwana kafanikiwa naye. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Neema ya Bwana itumie kuelekea kwenye baraka za kwako. Hata kama adui alizuia, neema ya Bwana iliyo kwenye hii madhabahu itakusaidia kubarikiwa na kuinuka na kuangaza, ukazione baraka zako wazi wazi, maana ulishabarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Yesu lipewe heshima. Tusogee mbele, tusogee mbele. Baraka zako kutoka kwa Mungu, baraka zako kutoka kwa Mungu aliye mwamuzi mwenye hatima yako, anataka kukubariki na kulikuza jina lako. Baraka zako kutoka kwa Mungu aliye mwamuzi mwenye hatima yako, anataka kukubariki na kulikuza jina lako, maana yeye ni mtoaji mwaminifu wa hizo baraka. Baraka zako kutoka kwa Mungu aliye mwamuzi mwenye hatima yako, anataka kubariki na kulikuza jina lako, maana yeye ni mtoaji mwaminifu wa hizo baraka. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Yesu libarikiwe. Kitabu kile cha Mwanzo tumesoma pale, andika ile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Anasema Mungu akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, uende mpaka nchi nyingine nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, ili uwe baraka. Na yeye atakayekubariki atabarikiwa, na atakayekulaani atalaaniwa. Kwa nini? Yeye ni mtoaji mwenye baraka. Yeye ni mtoaji mwenye baraka ambazo hazina mwisho, na yeye ni mtoaji ambaye ni mwaminifu kabisa. Haangalii huyu ni mweupe, huyu ni mweusi, huyu ni wa kijani, huyu ni wa blue. Haangalii, anatoa sawa sawa na mahitaji ya mwombaji wa hizo baraka. Na Mungu wa hii madhabahu akubariki bila masharti, akuinue bila masharti. Kwa nini? Yeye ni mtoaji mwaminifu wa baraka zako. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Atukuzwe Mungu ambaye haangaliaje kwamba huyu ni Deo, huyu ni Mama Josam, huyu ni mchungaji wetu mzee Nakembetwa. Yeye anabariki watu wote ambao wamekaa sawa sawa na mpango wa Mungu aliye mtoaji wa hizo baraka. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 9 na mstari ule wa 10 na wa 12. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 9 na mstari wa 10 hadi wa 12. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza ile sura ya 9 mstari wa 10 na wa 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 10 hadi ule wa 12. Anasema au yamkini no. Kitabu cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili ile sura ya 9 mstari wa 10 na ule wa 10 na hadi wa 12. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9. Jina la Bwana libarikiwe. Wakorinto wa pili sura ya 9. Wakorinto wa pili sura ya 9 na mstari ule wa 10 hadi wa 12. Nasema
na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na shukrani na ukarimu wote au umpatiao Mungu shukurani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hawatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukurani nyingi apewazo Mungu. Kwa shukurani nyingi apewazo Mungu. Haleluya, haleluya. Na kitabu kile cha Isaya 62 ule mstari wa 6 na wa 7. Isaya 62 ule mstari wa 6 na wa 7. Isaya 62 ule mstari wa 6 na ule wa 7. Isaya 62 mstari wa 6, wa 7 na wa 8. Asema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kwa sifa duniani. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na mkono wa nguvu zake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala mgeni hata kunywa diva yako uliyoifanyia kazi, wala mgeni hata gusa baraka yako uliyoifanyia kazi. Na ni maombi yangu mbele za Bwana aliye hai, akuinulie msaada wake, na katikati ya msaada huo yeye Mungu aliye mtoaji akubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini katika Kristo Yesu aliye hai. Kwa nini? Mungu anamwambia Abraham, toka wewe katika nyumba ya baba yako na jamaa zako, uende mpaka nchi nyingine nitakayokuonesha. Mimi Mungu nitakufanya kuwa taifa kubwa na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uitwe baraka. Kwa hiyo Mungu anapotoa baraka hanaga upendeleo, haangalii huyu ni kabila fulani walishalaaniwa, hawa watu ni wa kabila fulani. Yeye Mungu anatoa baraka. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ni mtoaji ambaye hana upendeleo. Anambariki ampendaye, anamuinua ampendaye, anamsaidia ampendaye, anambariki ampendaye. Kama Mungu angeangalia viwango, hata wewe unanisikiliza asingekubariki, asingekumbuka. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka kwenye kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6 kwa mstari wa 1 mpaka 16, Mungu anamwambia Gideoni, Gideoni, wewe ni shujaa. Anamwambia Bwana, yako wapi yale matendo yako ya ajabu waliotuambia baba zetu? Lakini Mungu anamwambia Gideoni, Gideoni, wewe ni shujaa, enenda kwa uwezo wako huu, na Mungu aliye hai atumie uwezo wako aliokupa ndani yako kuendea utajiri. Atumie uwezo wako alioweka ndani yako kuziendea baraka za Bwana. Bwana akubariki uingiapo na akubariki utokapo, tangu sasa na hata milele, tangu sasa na hata milele, tangu sasa na hata milele. Bwana akubariki kupitia kwenye mlango wa Haruni, abariki uzao wa tumbo lako ubarikiwe. Kwa nini? Yeye ni Mungu mtoaji mwaminifu ambaye kwake hakuna upendeleo. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na anasema nimeweka walinzi. Mungu anapokubariki anatengeneza na comprehensive insurance ya kulinda hizo baraka, ili anapokubariki labda akupa gari, asije akaja mtu anagonga hiyo gari ukasema Bwana, chukua vyote niachie Yesu, chukua vyote niachie yeye. Anatengeneza na comprehensive insurance ili anapokubariki alinde na baraka za kwako,
Anasema ameweka walinzi, sio Wamasai, sio security guard. Ameweka walinzi, majeshi ya malaika wa Bwana ambao hawasinzii wala kulala usiku na mchana. Anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, mchungaji na Kembetwa. Hawatanyamaza wala kusinzia usiku na mchana. Hawatanyamaza wala kusinzia usiku na mchana. Na Mungu wa hii madhabahu akubarikie, aweke walinzi usiku na mchana, aweke walinzi usiku na mchana. Akipita adui kushoto apigwe, akipita kulia apigwa, akija mbele apigwe, akija nyuma apigwe. Aweke walinzi usiku na mchana. Haleluya, haleluya. Sio issue ya wachawi jamani, wachawi mapepo jamani, mapepo. Shetani kaninukia. Mungu ameweka walinzi. Ni kazi yako kumwambia Mungu, linda hapo, linda gari yangu, linda mke wangu. Hata kina wasema jamani, mume wangu jamani amechukuliwa na mchepuko. Hujaweka walinzi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akikupa mume, fahamu kwamba pia amekubariki. Kwa hiyo weka walinzi ambao hawatanyamaza usiku na mchana. Na nikiwa kwenye madhabahu, hata kama mume wako ameibiwa, tunapeleka walinzi wamnyang'anye huyo kibaka, wakurejeshe mume wako, wakurejeshe mke wako. Tupeleke walinzi kona zote. Haleluya, haleluya. Nazungumza habari ya walinzi ambao wanalinda baraka za kwako. Na ndio maana kwenye Malaki sura ya 3 mstari wa kuanzia wa 9 wa 10 anasema, leteni zaka kamili, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Mkanijaribu kwa njia hii, asema Bwana wa majeshi, ili mjue kama sitawafungulieni madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. 11 anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeyote alaye. Yakija mapepo yanakula baraka zako, yakemewe. Wakija wachawi wanakula baraka zako, wakemewe. Yakija mashetani yanakula baraka zako, yakemewe. Kwa nini? Bwana ameweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Wewe lala fofo koroma, Mungu ameweka walinzi. Lala kabisa, lala koroma usiku na mchana. Wanabadilishana shift tu, hawa wanapanda, hawa wanashuka, hawa wanakwenda, hawa wanarudi. Bwana aliye hai aweke walinzi kwenye baraka zako, aweke walinzi kwenye ndoa yako, aweke walinzi kwa mume wako, aweke walinzi kwa watoto wako, aweke walinzi wasiolala wala kusinzia usiku na mchana, katika jina la Yesu aliye hai. Ni wako Bwana nimekujua, na umeniambia. Simama na miguu yako. Lakini Bwana nataka kwako nizidi kusoge. Hapa navuta kwa mti Yesu, Bwana vuta vuta nije nisoge kwa damu ya Yesu, Bwana vuta sana kwako mti Yesu, Bwana vuta kwa
damu ya samani. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako na mtumishi wako, nipo kwenye hii madhabahu, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe kwa jambo lolote na changamoto yoyote niliyopitia, Bwana, na kuona Mungu huwezi shida yangu. Lakini leo nimetambua na nakupeleka Mungu mwamuzi, uende kwenye baraka za kwangu ambazo ziliamuliwa na Mungu mwenyewe, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila ufalme wa giza na maroho ya mapepo yaliyozuia baraka zangu, yaliyozuia uchumi wangu, yaliyozuia kazi zangu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Mungu wa hii madhabahu, naziamuru baraka zangu kutoka pande zote zije zinifuate, kama mimi nilivyokufuata Kristo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baraka za Bwana zilizo kinyume na mimi, toka huko uliko unifuate, kama mimi nilivyomfuata Kristo, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Mapepo na nguvu za giza mlioshikilia baraka zangu, toka mashariki, toka magharibi, toka kusini, toka kaskazini, toka huko ulikoshikiliwa, urejee kwenye maisha yangu, urejee kwenye mikono yangu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila kamba ya uzalimu iliyozuia mikono yangu kubarikiwa, kuinuka na kuangaza, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Rapokota ramanda, nenda mbele za Bwana, yaamuru mapepo, ziamuru nguvu za giza, kwa ajili ya baraka za Bwana, kwa ajili ya baraka za Bwana. Hayo mapepo na maroho ya kimasikini yaliyozuia baraka zako, roho za kifrimasoni, roho za kiganga, roho za kuzimu, toka, achia baraka ya mama, toka, achia baraka ya baba, toka, achia baraka ya uzao. Ulimwambia mzee Ibrahimu, utambariki na kulikuza jina lake, utainua baraka zake, utabariki uzao wake, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Mapepo ya laana, mapepo ya masikini, mapepo ya mizimu, mapepo ya ufukara, toka, achia mikono. Unanifuatilia kwa TV online, Bwana aguse miguu yako, Bwana aguse mikono yako, Bwana kutoe ulipokwama. Roko seterebo tantarapaka, roko sete, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Hiyo damu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu kwenye uchumi wako, kwenye baraka zako. Kila baraka iliyoshikiliwa na mapepo na uchawi na kuzimu, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Yes, ndiyo Bwana, ndiyo Yesu, ndiyo hiyo damu. Peleka damu ya Yesu kwenye baraka zako zote, peleka. Ulisabarikiwa, ipeleke damu ya Yesu, ipeleke damu ya Yesu. Yaamuru baraka kujia, baraka zikujie, baraka zikujie, baraka zikujie, baraka zikujie. Hiyo baraka inakuja, 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 inakuja. Yes, ndiyo Bwana. Uko hapa, uko hapa. Umaskini ondoka, wa uvivu wa kufanya kazi, uvivu wa kufanya kazi, toka, achia wafahamu zao, toka, achia akili zao. Roho ya uvivu, toka, achia. Roho ya uvivu, toka, achia. Roho ya uvivu, toka, achia. Yes, ndiyo Bwana, ndiyo. Wasaidie, wasaidie, wasaidie Roho Mtakatifu, wasaidie kutoka, wasaidie kutoka. Hizo baraka za Bwana zipo, lakini roho ya uvivu imekaa juu yao, roho ya uvivu imekaa juu yetu. Mungu aliye hai, hiyo roho ya uvivu iondoke, roho ya uvivu iondoke, roho ya uvivu iondoke, roho ya uvivu iondoke. Kemea roho ya uvivu, kemea roho ya uvivu, kemea roho ya uvivu, roho ya masikini, kemea, 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 kemea. Piga, 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 mpaka kuachie. Yes, maji yametibuliwa Bwana,
maji yametibuliwa. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, usinyamaze, omba mbele za Bwana mpaka kitokee kitu. Hiyo roho ya kivivu, roho ya kimasikini, roho ya ufukara iliyokaa kwenye ufahamu wako ufunguliwe, fahamu zako zifunguliwe, kazi yako ifunguliwe kwa damu ya Yesu. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili si. Wewe ni Alfa, yes, mwanzo na mwisho. Yes. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili si. Wewe ni Alfa na Omega. Hallelujah. Wastahili sifa. Hallelujah. Pigia Bwana makofi mengi. Unanifanya kwenye TV online, tuko hapa jijini Kahama katika kanisa la Agape. Pigia Bwana makofi mpaka kwenye TV online. Bwana anayetubariki hapa akubariki na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Mlango wa Haruni waseme jina la Bwana limetukuzwa. Hallelujah. Natamani kwa muda uliosalia huo dakika 5, hebu tuombee Tanzania pamoja na watu wake. Tunapoelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, watu wakapiga kula kwa amani, wakachague kwa amani, wakahesabu kwa amani, na atakayepata ridhaa ya kuongoza nchi hii kwa nafasi ya urais, kwa nafasi ya wabunge, kwa nafasi ya madiwani, apokee matokeo kwa amani. Hallelujah. Naomba simama usichoke. Tanzania ni nchi ambayo Bwana ametubariki, na kwa taarifa ambayo huna, Tanzania ni nchi ya pili ya baraka baada ya Israeli. Kwa hiyo hatuko tayari kuona amani ya Tanzania inavurugika, na Mungu anatuondolea amani, na roho ya kuabudu inapita mahali inatoweka. Mungu atupe taifa njema, na anasema heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tupigie wimbo wa taifa hapo, wimbo wa taifa. Mungu ibariki Tanzania, wabariki viongozi wake, heshima, umoja na amani hizi ni ngao zetu. Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Nena mbele za Bwana,
Achia damu ya Yesu juu ya nchi ya Tanzania. Mwambie Bwana aliyetupa amani, amani haitaondoka kwa maneno ya watu. Futa kila maneno ya uharibifu, maneno ya kumwaga damu, maneno ya vunja amani. Ruhusu damu ya Yesu Kristo isimame katika nchi ya Tanzania na watu wake. Bwana akubariki ukiwa Tanzania. Bwana akutetee ukiwa Tanzania. Tanzania, Tanzania. Heri Bwana ambaye ni Mungu wetu. Tanzania, Tanzania. Hapa ni kisiwa cha amani. Tunakataa kumwaga damu, tunakataa machafuko, tunakataa maandamano, tunakataa uharibifu, uwe ni wa kidini, uwe ni wa kisiasa. Tanzania, Tanzania. Heri Bwana ambaye ni Mungu wako. Na tunasimama watu wa kabila zote, wa dini zote, kuiombea Tanzania na watu wake wote. Tunaombea wanaokwenda kwenye uchaguzi, uwe ni wa amani, uwe ni wa baraka, uwe ni wa upendo. Bwana uliye hai, kila uharibifu wa giza uliotamkwa na mataifa, toka kwa damu ya Yesu. Kila roho ya maandamano iliyopangwa na maadui, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Tunakataa. Tanzania haina machafuko. Tanzania sio mahali pa vita. Tanzania mapepo na nguvu za giza hazitaimiliki Tanzania. Ni mali ya Bwana, ni mali ya Bwana, ni mali ya Bwana. Baba uliyetupa uhuru wa kuabudu katika nchi ya Tanzania, utubariki, utuinue, tutetee kwa viwango vya kwako katika jina la Yesu aliye hai. Tunapokwenda kwenye uchaguzi, tupe nafasi ya kupiga kura kwa amani na kuhesabu kwa amani na matangazo kwa amani na kuapisha atakayeshinda kwa amani. Tunaombea wagombea wa nafasi ya urais, wagombea wa nafasi ya ubunge, wagombea wa nafasi ya udiwani. Baba wape amani, kupokea matokeo kwa amani na warizike kwa amani. Tunakataa machafuko, tunakataa vita, tunakataa uharibifu. Kila taifa la giza lilopanda uharibifu juu ya nchi ya Tanzania, toka njia, toka njia, toka njia, toka njia. Baba linda mipaka ya Tanzania, linda wa Tanzania, linda wa Tanzania. Tunakataa kumwaga damu, tunakataa vita, tunakataa machafuko. Tanzania, Tanzania, lisikie neno la Bwana. Tanzania, Tanzania, lisikie neno la Bwana aliye hai. Ndiyo Yesu, hii ni nchi ya Tanzania uliyebariki kwa ardhi nzuri, kwa maziwa mazuri, na ukaweka makabila, ukaweka na maziwa, ukaweka na mito, ukaweka na mbuga. Hatuko tayari kuona Tanzania inaharibikiwa. Tuko hapa Tanzania, tutaiombea Tanzania, tutaenda Tanzania. Hata kama bila tuna mipaka, tunajua Bwana hautanyamaza, hautakaa kimya. Katika jina la Yesu aliye hai, ibariki Tanzania na watu wake wote, kabila zake zote, vijiji vyote, tarafa zote, wilaya zote, mikoa yote na makao makuu ya nchi. Bwana uibariki, iwe ni mahali pa amani katika nchi ya Tanzania. Wanaoamini waseme amen na wapiga makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Piga makofi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Haleluya, haleluya. Shika sadaka yako uliokusudia kumtolea Bwana siku ya leo. Naomba unitazama kutoka kwenye TV online, kutoka hapa jijini Kahama, kanisa la KKKT. Kuna namba zinapita hapa za benki, Azania benki na benki ya CRDB. Hakikisha unaacha sadaka yako hapa mbele za Bwana. Mungu anatuhudumia hapa, akuhudumie na wewe. Anayetubariki hapa, akubariki na wewe. Anayetuinua hapa, akuinue na wewe katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Simama na shika sadaka yako kwa mikono miwili mbele za Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shika sadaka yako na tuombe mbele za Bwana. Baba yetu mwema na Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu,
Watu wako wamekuja hemani mwako, hawakuja mikono mitupu, wamekuja na sadaka. Nami naomba Yesu ipokee na kuitakasa. Kutana na hitaji la huyu mama anapotoa sadaka, kutana na hitaji la baba anapotoa sadaka. Baba ukambariki, Baba ukamuinue, Baba ukamtazame, Baba ukamstawishe. Na anayetufuatilia kwa TV online kutoka hapa KKKT hapa jijini Kahama, Bwana anapotoa sadaka yake ukambariki. Anapotoa hiyo sadaka, pokea na mahitaji yake, pokea na magonjwa yake, pokea na changamoto zake. Bwana ukambariki, Bwana ukamuinue, Bwana ukamtetee, Bwana ukamsaidie. Ainuliwa na Mungu aliye hai, aitwe heri aliyebarikiwa na Bwana aliye hai, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Naomba utulie mbele za Bwana, tumkaribishe baba yetu mchungaji kwa ajili ya kuachilia baraka mbele za Bwana. Endelea kutulia na ambako online, ni wakati wa baraka, na Mungu aliyoko hapa akubariki unapotoka na unapoingia, tangu sasa na hata milele. Karibu. Pendo wa Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tumesimama hivyo hivyo, niseme maneno machache sana alafu tuweze kumalizia semina yetu siku ya leo. Kesho ni ibada ya jumuiya zote, tutakutana mahali hapa saa 12:30 tunaanza ibada mpaka saa 1:30, saa 2 hapo. Kwani wakaribisha sana sana kwenye ibada hiyo ambayo itakuwa ni kesho. Jumuiya zote tutakutanika mahali hapa. Kwa mwambie na jirani yako, mwambie ndugu yako, mwambie kiongozi wako wa jumuiya, tukutane mahali hapa ili tuendelee kumwazimisha Mungu katika roho na kweli. Pia kesho jioni tutaendelea na semina yetu kama kawaida, lakini pia siku ya Jumapili itakuwa na ibada maalum ya kumstafisha mama yetu, parishiweka wetu katika usharika wetu wa Agape Kahama, Elina Masawe. Matukio yote yatafanyika ibada ya kwanza na ya pili. Kwa naomba tujiandae vizuri kwa ajili ya kumwaga mama yetu. Amefanya kazi katika utumishi. Leo tutajua kwamba sasa kweli tulikuwa tunampenda. Semaga tunakupenda, lakini nataka tuone siku ile kweli tunampenda. Kama kweli tunampenda, basi jumuiya zetu, mtu binafsi, mtu moja moja, kikundi, tuweza kuungana pamoja tumshukuru Mungu wetu kwa ajili ya siku hiyo. Mama ametumika miaka 30 kazini. Kwa hiyo ni baraka jina la kumshukuru Mungu wetu. Kwa hiyo Bwana wabariki sana, niwatakie pia jioni njema, usiku mwema. Tunapoondoka mahali hapa, basi tuzingatie matangazo hayo. Kesho karibuni kwenye ibada yetu ya jumuiya zote, kutana mahali hapa. Pia kesho hiyo Jumamosi jioni tutaendelea na semina yetu, na Jumapili kwa ajili ya mama yetu kumstafisha kwa ajili ya utumishi mzuri aliyofanya katika madhabahu hii. Asante sana mtumishi wa Mungu, Bwana akubariki. Bwana endelea kukuinua katika viwango vya juu zaidi. Na kesho pia kama tulivyosema, kesho tutakuwa na sadaka maalumu ambayo baisha zitakuwa mahali hapa. Ibada ya jioni kwenye semina yetu tutakuwa na toleo maalumu kumshukuru Mungu wetu. Kwa hiyo nikusihi sana kaandae sadaka yako njema kwa ajili ya kuja kumbariki Mungu wetu na kumwambia Mungu asante kwa ajili ya semina ambayo tangu tumeanza siku ya Jumapili mpaka siku ya kesho. Bwana wabariki sana. Pokeeni sasa baraka za Bwana, kisha mwenye amani ya Bwana. Bwana akubarikia na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana na kuinua uso wake na Bwana na wape amani yake ni nyote. Bwana wabariki, walinde tangu sasa na hata milele. Mtakapoondoka mahali hapa na mlipoingia mahali hapa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Karibuni tumshukuru Mungu wetu, kisha tuenende kwa amani ya Bwana. Karibuni kwa ajili ya sadaka. Karibuni kwa ajili ya sadaka. Karibuni sana. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia.